Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nitajazia tu kwenye risala kidogo, lakini na changamoto mbili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto ya kwanza, Mheshimiwa Rais anatafuta fedha nyingi sana kwa ajili ya kutengenezea miundombinu na masoko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nitatoa mifano miwili au mitatu, hasa sehemu unayofanyia biashara katika mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais ametoa fedha kujenga soko kuu la Kariakoo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais pia ametoa fedha katika jiji la Dar es Salaam kujenga masoko mbalimbali kiwemo soko la Mwenge lakini na soko la Mbagala. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wamachinga sisi kupata fursa kwenye maeneo ambayo serikali inatoa fursa ni changamoto sana. Mheshimiwa ukatumia nguvu kubwa ya kutoa maelekezo yakajengwa masoko, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, vituko hao ambao tunagombana nao, wanaosema tunawaziba maduka yao, hao ndio wanaopewa nafasi na ndio wanaenda kufanya biashara kwenye masoko ambayo serikali inaenda kujenga kimkakati. Hii Mheshimiwa Waziri Mkuu ni changamoto kubwa sana, na mimi nakwambia kweli, nenda Mwenge, soko la kimkakati Kinondoni, nenda Mbagala, soko la kimkakati, nenda Kariakoo, katafute kwenye maeneo hayo kama utamkuta machinga hata mmoja. Wamegawana wenyewe kwa wenyewe, halafu kesho wanasema machinga yuko hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nitakukumbusha kidogo, ukiwa waziri wa fedha, sisi wa machinga mkoa wa Dar es Salaam tuliwahi kukutana na Mheshimiwa Rais, tukatoa mapendekezo namna gani tunaweza tukatatua changamoto za wamachinga katika majiji katika nchi yetu. Kwa kuanzia tukatoa mapendekezo, mfano tukasema kwenye majiji yetu kuna nyumba za kuna nyumba housing. Tunaweza tukatafuta wadau ambao inawezekana wakaa wapo, mkatutafutia nyie au tukatafuta sisi wenyewe. Mheshimiwa Rais akatoa ridhaa hiyo na akasema nende kaone baadhi ya majengo ya national housing kwenye majiji, muwasaidie wafanyabiashara ili waweze kufanya biashara zao kwa ubora zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, badala yake fursa ile ikageuka kwa wenye fedha, na sisi bado mpaka leo tunaendelea kutangatanga. Mheshimiwa Rais, nikuombe sana katika hili, nikuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuona namna unavyopambana, tunakuona namna unavyofanya kazi, libebe hili. Bahati nzuri sana kulia kwako hapo uko na waziri wa vijana, amekuja kumaliza changamoto zetu, na sisi tumeona naye pia anavyopambana. Mtupe ushirikiano viongozi, sisi tuna mambo mengi ambayo mkitupa nafasi ya kuzungumza na nyie, tutawaambia vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikaenda kusaidia makundi haya, mamalishe pamoja na bodaboda. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakazia kidogo kwenye swala la mikopo. Tunajua muda ni mchache na wewe leo umetenga muda wako na majukumu mengi, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la mikopo ni changamoto sana. Mheshimiwa Rais ametoa fedha zaidi ya bilioni 18.5 na tukasaini mkataba na benki ya NMB. Lakini mimi nataka nikuambie, wawakilishi wa wamachinga hawa wapo nchi nzima. Tukisema hapa tuwaulize walionufaika na huo mkopo, inawezekana wote wakasema hakuna. Asante sana mchangiaji. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nikuombe sana, mnapotoa fursa kama serikali, mnatafuta fedha kwa nguvu kubwa, mtuite tushauriane namna
ya kuwawezesha wafanyabiashara hawa. Mtuite tushauriane, na tunaposhauriana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nyinyi juu mnaona huku mambo yanaenda, lakini mnaowapa majukumu wanatupa shida sana huku chini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanatupa shida sana. Tunatamani sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati mwingine tukisimama hapa tukwambie mafanikio na inawezekana. Tukwambie mkoa wa Dar es Salaam wamachinga waliotoka kwenye umachinga sasa wana maduka ni hawa hapa, tukupe ushuhuda na inawezekana. Haiwezekani Mheshimiwa Waziri Mkuu tuwe tunaitana makongamano kila siku ya malalamiko, kila siku tunalalamika. Twende sisi wamachinga pamoja na nyinyi serikali, kila mmoja atimize majukumu yake. Tunaamini ipo siku tunaweza tukafika kwenye safari yetu ambayo tunatamani, ama Mheshimiwa Rais anatamani iwepo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la mikopo ni changamoto. Mfano, kwenye risala mwenyekiti wa machinga mkoa wa Dar es Salaam amezungumzia mikopo ambayo sisi tumeamua kuhangaika wenyewe kutafuta machinga mwenzetu katika mkoa wa Dar es Salaam ili aweze kutusaidia, kwa sababu mabenki makubwa yamekuwa na vigezo vingi ambavyo tunapata nao tabu sana. Tukamtafuta mtu anaitwa Maendeleo Benki, tukakaa naye chini bila kumshirikisha hata serikali. Serikali si tulienda tu kumwambia tumempata Maendeleo Benki, hebu tunaomba wewe usimame tu katikati utuangalie namna tunavyoenda naye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Maendeleo Benki ametukopesha zaidi ya bilioni 15 katika mkoa wa Dar es Salaam. Asante sana mchangiaji. Na tumelipa mpaka sasa hivi tumelipa zaidi ya 98% ya mikopo yote, zaidi ya bilioni 15, na naamini wapo, sisemi kwa kubahatisha, wapo, na wewe ni serikali, nadhani unaweza kufuatilia ukajua ukweli nao usema. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawakuishia hapo, wametukopesha viwanja kwa maneno tu, wakatukopesha viwanja zaidi ya 500 viko pale Mkuranga, kijiji kinaitwa Magoza, ambavyo viwanja hivyo pia tumekopa mkopo wa mwaka mmoja. Wanatukopesha mkopo wa kiwanja wenye bei ya kiwanja, lakini wanakuongezea mtaji, lakini zamana ni taasisi yako tu inayokuongoza. Na tumelipa mpaka sasa hivi mkopo huo wa viwanja, na Maendeleo Benki washatukabidhi hivyo viwanja, tumelipa 99%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikuoneshe kwamba sisi wa machinga na bodaboda namna gani tunaaminika kwenye swala la mikopo. Tunahitaji msukumo kidogo tu wa serikali na kutusimamia kwa ukaribu, muone namna tunavyopiga hatua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mambo ni mengi ya kusema na muda nao ni mchache. Nilitamani niseme maneno mengi sana, lakini kwa nafasi, mimi nakushukuru sana. Naitwa Steven Lusinde, makamu mwenyekiti wa machinga Tanzania, lakini ndio mwenyekiti wa machinga katika eneo la Kariakoo lenye changamoto kubwa sana kuliko changamoto nyingine yoyote Tanzania. Asanteni sana, nawashukuru sana. Asante. Naomba wachangiaji ambao tutapata nafasi ya kuchangia tuweze kufupisha michango yetu. Tujitahidi tutumie dakika zisizozidi 2. Naam, karibu. Charles Waitala, karibu. Asante sana Mheshimiwa Waziri wetu Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba.